nashukuru Mungu sana kwa sababu ya nafasi nimepewa ya kuweza kukaribisha neno ama kukaribisha Pastor Ann kwa madhabahu aweze kutuletea neno. Lakini kabla hayo nataka tuombe tuweze kuamini kwa sababu ya neno. Tukiamini ya kwamba hata neno ambalo linaenda kunenwa ni kwa ajili yako. Kwa sababu huwa tunasema meza haiandaliwi kama walaji. Kwa hivyo usi transfer the word. The word is yours. Nilikuwa nawaambia watu kwa ushirika ya kwamba lile ambalo unalolipitia kwa maisha yako, hilo ndio Mungu huwa ananenea. Kama Mungu anataka kukurebuke kwa sababu kuna kitu amekuambia uache na uachi, anakurebukia hapa. Kama uko chini sana unashindwa direction gani, utaambiliwa hapa. So kuwa makini sana kusikia kutoka kwa Bwana kwa sababu yeye huwa hatuiti bure. Anasema ya kwamba huwa hakusanyi wana wa Yakobo bure. Sisi ni wana wa Yakobo kwa imani kwa sababu ya Abrahamu. Kwa hivyo wewe huko hapa kwa sadfa, uko hapa kwa sababu Mungu anataka kukunenea. Wacheni tufungue mioyo yetu kwa ajili ya neno la Bwana, liweze kutudiscipline, liweze kuturekebisha, liweze kutujenga. Kile ambacho nimekuwa nikiona katika neno la Mungu mara mingi amesema kwa neno lake, huoni ninatenda jambo jipya. Expect that new thing from the Lord. Na atakutendea. Kama uko chini sana, just expect from the Lord. Atakuja na atakuinua. Kama Mungu anataka kukurekebisha, kuna mambo amekuwa akikunenea kwa Roho wake Mtakatifu, atanena hapa. Pokea neno lake. Neno la Mungu linasema ya kwamba lina uwezo wa kukupa urithi katika jina la Yesu. Baba wetu, katika jina la Yesu, twasema ni asante mchana wa leo. Walihimidi jina lako kwa sababu wewe ni mwaminifu. Jinsi mmoja wetu Bwana amenena ya kwamba madhabahu haya yako na nguvu, yana uwezo, yana nguvu ya kutunenea, yana nguvu ya kuturekebisha, yana nguvu Baba ya kuelekeza maisha yetu. Tuko mbele zako Baba tukinyenyekea kwa hilo neno lako, ambalo neno lako ni wewe Yesu, ambaye ulikuja ukachukua mwili kama mwanadamu, ukayapitia yale yote ambayo tunayoyapitia siku hii ya leo. Na neno lako linasema ya kwamba ukaelekea hadi msalabani, ukaweza kuyachukua makosa yetu yote, na hata ukachukua magonjwa yetu yote, ukayalipia gharama. Niposa nasi tuweze kupokea our wholeness, tuweze kupokea msamaha wa dhambi, tuweze kupokea mwelekeo. Hata neno lako linatuambia kwamba kupitia huo msalaba ambapo uliangikwa, ukafanyika kuwa laana, ndiposa sisi tusilaaniwe. Siku hii ya leo sisi ni wabarikiwa wako. Tunakushukuru kwa sababu neno lako latuambia kwamba ulitupenda kwanza. Hatukujua hata upendo ni nini, lakini kwa sababu ya upendo wako ulituonyesha upendo mkubwa. Kwa sababu kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, akakutoa wewe Yesu kwa sababu yetu. Ndiposa tukimekuamini siku hii ya leo tuko na uzima, na tunatarajia hata siku hii ya leo kunenewa na wewe. Asante kwa sababu Baba umemtayarisha mtumishi wako. Anapokuja mbele zetu Jehova, tunaamini ya kwamba Baba umemtayarisha, na neno ambalo liko moyoni mwake lisizuiliwa kwa jambo lolote. Wacha liweze kutoka kwa neema yako kutusaidia, liweze kutujenga na kutuinua hata kiwango kingine katika jina la Yesu. Tunakupenda Baba mwema. Asante kwa sababu ya uaminifu wako. Asante kwa sababu umeendelea kututenda mema. Hata siku hii ya leo Bwana, tuangojea that new thing ambao Baba unataka kufanya katika maisha yetu. Njoo utuonyeshe njia. Njoo Bwana utuinue. Njoo uponye maisha yetu. Njoo Bwana uinue hata kanisa kiwango kingine katika jina la Yesu. Tunakupenda na tunakuhimidi. Tuomba Roho Mtakatifu take your place as you speak into everyone's heart, oh God. In Jesus name we pray and believe. Amen. Kwa heshima nataka tuweze kumkaribisha. Tunapokaribisha neno la Bwana, karibu Pastor katika jina la Yesu. Makofi yawe yatoshi. Pea mtumishi wa Bwana heshima katika jina la Yesu. Welcome. God bless you. Amen. Asante. Mbarikiwe sana katika jina la Yesu. Kiongozi wa ibada,
Mungu akubariki sana kwa mwongozo mzuri ambao umetuongoza nao katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka, Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Amekuwa mwema na amekuwa mwaminifu na ninampenda kwa sababu ya yeye kunipenda mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Si uangalie umeketi karibu na nani. Hebu angalia umeketi karibu na nani. Usikae karibu na stranger. Angalia umekaa karibu na nani. Anakaa suspect kweli? Hapana, si ni hivyo. Bwana awabariki sana. Msalimie, mwambie karibu katika kusikia neno. Mwambie karibu katika kusikia neno. Na umwambie leo ndio ile siku Bwana ameifanya. Wewe umwambie, ambie huyo mwenzako, hii ndio ile siku Bwana amefanya kwa sababu yako. Hii ndio ile siku ambayo Bwana amefanya kuyajibu maombi yako. Ambie jirani yako hivyo. Anaweza kuwa ako chini, anaweza kuwa anapiga hesabu nyingine tofauti na ile tunapiga hapa. So nataka urudishe akili yake hapa. Mwambie hii ndio ile siku Bwana ameifanya kwa sababu yako. Mwambie siku ya leo ndio utakaopokea muujiza wako. Ambia mwenzako leo ndio siku ambayo unaenda kukutana na Mungu. Ambia jirani yako leo ndio siku unaenda kukutana na lile jambo umekuwa ukitafuta kwa muda. Katika jina la Yesu. Karibuni tena, nimeokoka. Naitwa Ann Wakamau na nimeokoka na Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu na ninafurahia ya kwamba ananipenda. Bwana Yesu asifiwe. Na zaidi ya yote akaliandika jina langu katika kitabu cha uzima. Nikijua ya kwamba hakuna kitu kingine ninachopigania sana kama ya kwamba niweze kumaliza safari hii vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na ya kwamba kabla nimalize nipigane vita vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Maana ninafahamu na ninajua ya kwamba si rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Haihitaji niangalie nyuma, inahitaji niangalie mbele na nitazame mahali msaada wangu unatoka. Maandiko yanasema ya kwamba msaada wangu unatoka katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Sikwe neno lako siku ya leo ya kwamba utaweka tumaini lako kwa Mungu, ya kwamba utaweka ya kwamba ni Mungu anaweza akakusaidia katika jina la Yesu. Hiyo hali ambayo unayopitia, hayo mawazo ambayo yamefika mwisho, ya kwamba hauna mwingine unaweza ukageukia, ya kwamba hakuna mtu anaweza akakuelewa. Umefika mahali kiasi ya kwamba hauwezi ukaambia watu mambo ambayo unayoyapitia. Kuna mahali umefika ya kwamba umeshindwa utasimama wapi. Nimekuja kukupa neno la tumaini ya kwamba tuko na msaidizi ambaye anatusaidia kupigana katika hii vita wakati tumeshindwa, wakati hatuna tumaini, wakati hatueleweki na mwanadamu. Kunaye ambaye anatuelewa na anatufahamu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninajua kwamba neno la leo litakuwa la baraka katika maisha yetu na litaweza kusaidia mmoja wetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo ningetaka kunena kwa kifupi tu kuhusu Roho Mtakatifu. Ambia jirani yako Roho Mtakatifu. Nataka kuzungumza kuhusu Roho Mtakatifu na yawezekana uko na ufunuo kidogo kumhusu Roho Mtakatifu. Yawezekana unajua Roho Mtakatifu ni nani, lakini nimekuja hapa tukumbushane Roho Mtakatifu ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ambaye haujui Roho Mtakatifu ni nani, uweze kumjua siku ya leo na uweze kumfanya rafiki yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati Roho wa Mungu atakaponisaidia, ninajua ya kwamba hata wewe atakusaidia, atakuhudumia. Maana wakati nilipokuwa nikisoma neno na nikaambiwa ya kwamba ni mimi nitasoma hili neno, nilipata kitambo sana, hata nilikuwa nimeliandika mahali kwa notes zangu. Lakini nikaambia Mungu, ninaweza kuwa nikitaka kunena mambo mengi sana. Hata kuna wakati nilisema nikipewa ibada, ninaweza taka sana kunena kuhusu jamii. Na ikawa ni tamanio langu sana. Na nikawa wakati niliambiwa ni mimi nitanena, nikajiweka kwa mawazo yangu tu kama
kama mwanadamu, nikasema Mungu, ile wakati nilikuwa na ngoja sasa imefika. Lakini kwa sababu nikaambia Mungu, mimi siwezi kunena kwa lolote, siwezi nena maneno yaliyo manufaa pasipo Roho wa Bwana kuniongoza. Na ndiposa akanisaidia katika hili neno kuhusu Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ningeomba ya kwamba tutashiriki pamoja, na ninajua ya kwamba itakuwa baraka katika maisha yako katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu ni nani? Wakati wowote tunapokuwa ukijiuliza ama ukitaka kufanya jambo, mara nyingi ni vizuri kujiuliza maswali ili ya kwamba uweze kupata jibu. Bwana Yesu asifiwe. Na nikajiuliza Roho Mtakatifu ni nani? Na kama unaandika topic yetu ya leo ni about the Holy Spirit. Kwa hivyo nikasema ya kwamba, ama nikawa nafunuliwa ya kwamba Roho Mtakatifu ni msaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Na Roho Mtakatifu pia anaweza kuwa mshauri mwema, ama ni mshauri. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema tutaenda kwa haraka kidogo. Na pia ni source ya inner strength, ama anapeana nguvu. Kwa hivyo yeye huwa anatusaidia kupata nguvu, yeye anakuwa mshauri mwema, yeye anatufariji, na yeye anatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati tunapojua Roho Mtakatifu ya kwamba anatusaidia, wakati tunajua ya kwamba Roho Mtakatifu anatushauri, ni kumaanisha ya kwamba huyu Roho Mtakatifu ni mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha ya kwamba, kama vile nimesema, wakati umefika mwisho, wakati umekosa jawabu la maisha, unajua ya kwamba kuna yule ambaye unaweza ukakimbilia, kuna yule unaweza tegemea na akawe msaada kwako. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana kuna watu umejaribu kuomba mawaidha kwao, na ukijaribu kuangalia unaona ya kwamba haupati jawabu. Nimekuja kukuambia ya leo, tuko na marafiki, tuko na mshauri mwema ambaye anatuonyesha na anatuelekeza katika njia za haki na za kweli, njia ambazo si za kukupoteza, njia ambazo si za kukuvunja moyo, lakini ni za kukusaidia kuendelea mbele. Maana nimekuambia ya kwamba anatupatia nguvu, anatupatia msaada. Kumaanisha ya kwamba mahali mwanadamu hawezi akakupa msaada, mahali mwanadamu hawezi akakupa ushauri, Roho Mtakatifu anafanya hiyo kazi. Kwa hivyo nimekuja kukuhimiza asubuhi ya leo, situfanye Roho Mtakatifu awe rafiki yetu wa kwanza. Kabla ufanye maamuzi unayofanya, kabla uchukue hatua ambazo utachukua katika maisha, ni kwa sababu ukichukua hatua kwa kujiongoza, ukichukua hatua ama ukifanya maamuzi kwa kimwili, mara mingi huwa tunaanguka. Lakini tukiwa tunasaidiwa na huyu Roho wa Mungu ambaye ni msaidizi, ambaye ni mfariji, hata wakati tuko chini, hakika tutaweza kuwa washindi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Je, kazi ama umuhimu wa kukua na Roho Mtakatifu ni gani? Tutaona hiyo yote. Lakini kabla ya hiyo yote, ningetaka tuone huyu Roho Mtakatifu anatusaidia vipi? Bwana Yesu asifiwe. Ni mzuri kwa nini? Anatufarijije? Anatusaidiaje? Anatushaurije? Bwana Yesu asifiwe. Na huyu Roho Mtakatifu anafanya mambo hata ya kiasiri yaweze kuonekana kama hayawezekani yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuwekewe neno katika kitabu cha Kutoka ama Exodus, Kutoka 31 na mstari wa kwanza tutasoma mpaka mahali nitawaelekeza. Kutoka ama Exodus 31. Nataka tuone watu ambao walijazwa na Roho Mtakatifu na wakafanya mambo ambayo tunaona ya kama ni kawaida na ni kama tunapata kufanya kwa sababu ya hekima ambayo tuko nayo. Exodus ama Kutoka 31 na mstari wa kwanza, pengine nitafikisha mstari wa 5 ama tutaendelea hapo pengine. Maandiko inasema ya kwamba Bwana akanena na Musa na kumwambia, angalia, nimemuita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila la Yuda. Nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina. Bwana Yesu asifiwe.
Huyu ni Mungu ananena na Musa kuhusu jambo ambalo Mungu alikuwa anataka kutenda kwa mtu ambaye Biblia inamuita Bezaleli. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko inasema ya kwamba Bwana akamwambia ya kwamba, angalia nimemuita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri wa kabila la Yuda, nami nimemjaza, mstari wa 3, nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha ya kwamba wakati wowote Mungu anatupa ama anatujaza Roho Mtakatifu, tunapata kuwa na roho ya hekima. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata kufanya mambo si kwa uwezo wetu, lakini kupitia ujazo wa Roho Mtakatifu tunapata hiyo hekima. Si kwa sababu tumesoma, si kwa sababu tumeenda katika mataasisi ama taasisi za elimu tunapata hiyo, lakini ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu ambaye amejaa ama anajazwa mtu anapata hiyo hekima. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba akamjaza tena na maarifa. Na ninataka tutaona hapo chini hii hekima na maarifa aliyojaza huyu mtu ambaye anaitwa Bezaleli ilikuwa ya kazi gani katika maisha yake. Ni kwa sababu wakati Roho wa Bwana anakaa ndani ya mtu, hakai tu, kuna kazi anahitajika kufanya katika jina la Yesu. Kwa hivyo alimjaza na roho ya hekima, ya pili akamjaza na roho ya maarifa, kisha baadaye akamjaza na roho ya ujuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumaanisha ya kwamba mambo ama maisha ambayo tunaishi, hatuishi kwa sababu ya hekima. Roho wa Mungu anapoingia anatusaidia kufanya mambo kitofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unapata ya kwamba tunaweza kufanya mambo extra na vile tunavyoweza kufahamu. Kisha na akasema ya kwamba na mambo ya kazi ya kila aina, ili abuni kazi za ustadi, kuwa fundi wa dhahabu na wa fedha na wa shaba, na kukata vito kwa kutiwa mahali, na kuchora miti, na kufanya kazi ya ustadi iwayo yote. Tena tazama, nimemchagua awe pamoja naye huyo Oliabu mwana wa Ahimasaki wa kabila la Dani. Nami nimetia hekima katika mioyo ya wote wenye moyo wa hekima, ili wapate kufanya vyote nilivyo kuagiza. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu wawili walijazwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, ya kwamba wakapewa uwezo ya kuwa mafundi tofauti na fundi wengine wa kutengeneza vyombo vya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha ya kwamba hata ile hekima tuko nayo, hekima tuko nayo inahitaji nguvu tofauti, inahitaji msaada tofauti. Na ndiposa nikasema ya kwamba Roho Mtakatifu ni msaada, Roho Mtakatifu ni mshauri. Alipojaza Bezaleli na Horiabu, wakapata hekima tofauti na ile walifikiria. Yawezekana asubuhi ya leo umeketi hapo, uliokoka na ukakaa na ukafikiria ya kwamba umefika. Nimekuja kukuambia asubuhi ya leo unahitaji msaada, unahitaji ushauri, unahitaji hekima ya Roho Mtakatifu, ili ya kwamba huo wokovu ambao ulipokea usiwe wokovu wa kawaida. Usione ya kwamba kuokoka ni kukuja na kuketi katika kanisa, lakini unahitaji kuchukua hatua nyingine. Huo wokovu ambao uliokoka ufanyishe kazi, uzae matunda. Usibaki kuwa mama ambaye alikuwa tu wa kawaida. Lakini wakati uliokoka, maandiko yanasema ya kwamba Yesu alipopaa kuelekea mbinguni, akaambia wanafunzi ya kwamba anaondoka, lakini hata wawacha wakiwa peke yao. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu Yesu alijua wakati alikuwa hapa ulimwenguni, alitembea na wanafunzi wake kila mahali. Kila huduma na kila injili aliyofanya, Yesu alitembea na wanafunzi. Lakini ikafika wakati wa Yesu kuondolewa katika uso wa dunia, lakini akaangalia akaona ya kwamba hawa watu siwezi nikawawacha wakiwa pweke. Akawawachia msaada, akawawachia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mara mingi unapata tunafanya makosa mengi. Tunafanya makosa mengi kwa sababu hatuna Roho Mtakatifu ndani yetu.
Hatuna msaidizi wa kutusaidia. Ni nini tunastahili kuzungumza, ni nini hatustahili kuzungumza, ni nini tunastahili kufanya na nini hatustahili kufanya. Roho Mtakatifu anahitajika hata katika biashara zetu, kama vile tumeona Mungu akimnenea Musa kuhusu hawa watu wawili, ya kwamba anatupatia ujuzi hata wa kufanya biashara. Bwana Yesu asifiwe. Anapatiana ujuzi wa kuongoza familia na ndoa zetu. Anakupatia ujuzi wa kujua jinsi utakavyoimba. Anatupatia ujuzi ya kujua utanena vipi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu hata sasa wakati tumeketi hivi, kuna watu hawajiruhusu Roho Mtakatifu ingie na akae katika maisha yao. Na ninafahamu na ninajua ya kwamba wakati wowote wakati tuliokoka, kitu cha kwanza tulipokea baada ya, ama kitu cha pili tulipokea baada ya wokovu ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na huyo ndiye anayetusaidia hata katika maneno yetu. Anatusaidia kujua tunanena nini, si kukasirishwa kila wakati unatoa maneno yaliyo machafu. Unapotoa maneno hayo, wakati hauna kipimo cha maneno katika mdomo wako, ujue ya kwamba unahitaji Roho Mtakatifu akusaidie kujua ni nini unastahili kunena, ni nini unastahili kunena, ni wapi unastahili kwenda, ni wapi haustahili kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Maana wengine wetu tumefanya maamuzi, wengine wetu tumenena maneno yakaua wengine, tumenena maneno mengine yakaangusha wengine. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya kutoruhusu Roho Mtakatifu atuongoze. Bwana Yesu asifiwe. Hebu jiulize, wakati ulikuja kwa hii kanisa, ama wakati wowote unaingia mahali pa kuabudu, wewe ni nini wewe inaingia ama inapiga katika mawazo yako? Bwana Yesu asifiwe. Je, wewe unakuja siku ya Jumapili tu juu tunakuja tujaze siku? Bwana Yesu asifiwe. Wakati wowote tunakuja hapa tunaambiwa tuinue mikono juu tuabudu, wewe ni nini kinaingia katika moyo wako? Ni nini kinaingia katika mawazo yako? Si Mungu atusaidie ya kwamba tunapokuja mahali hapa, tupe Roho Mtakatifu nafasi ya kwanza, ahudumie maisha yetu, atengeneze maisha yetu, afunze maisha yetu, aelekeze maisha yetu, ya kwamba tuwe kama jinsi Mungu alikusudia tukuweko. Bwana Yesu asifiwe. Tusikuje tu kanisani kwa sababu tunakuja, lakini tunakuja hapa ili ya kwamba maisha yetu yakuje yahuishwe, yakuje yajengwe, yakuje yainuliwe na neno, na tubadilike tuwe tofauti. Wakati Roho Mtakatifu yuko ndani ya maisha ya mtu, anakuwa tofauti. Ukiwa mama ambao umejazwa na Roho, hauongei kama wamama wa ulimwengu. Ukiwa mama umejazwa na Roho, hautoi maneno kinywani mwako tu bora umezungumza. Ni kwa sababu kuna watu hata ukiongelesha jinsi anavyokujibu na ako kanisani haina tofauti na yule mtu wako katika ulimwengu. Si Bwana na atusaidie ya kwamba katika nyumba ya Mungu tumekuja kubadilishwa. Hatujekuja ili ya kwamba tuitike register ya kwamba mimi nimeokoka, ya kwamba siku ya Jumapili mimi huwa ninaenda kanisani. Hapana, tumekuja neno hili la Mungu ambalo ni manual, ambayo ni mwelekeo, ambao ni msaada katika maisha ya mwanadamu, iweze kutubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Mwanafunzi anapoenda shuleni, anaenda kusoma kitu walimu wanaitanga syllabus, ni ukweli, na vitabu tofauti, ili wapate hekima na waweze hata wakati wa mitihani waweze kujibu. Na hawawezi ulizwa maswali tofauti na hiyo syllabus wanasoma. Hawawezi ulizwa maswali ya ile kitu mwalimu ajifunza. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi hatuwezi jaribiwa kama ama nje ya hii maandiko. Ni kwa sababu majaribu yetu, majibu iko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati wowote unakuja katika nyumba ya Mungu na umekataa kabisa kurekebika, ni kumaanisha ya kwamba wewe haujakubali Roho wa Mungu aingie ndani yako. Haujakubali Roho wa Bwana afanye kazi katika maisha yako.
Hayo maisha ambayo unaishi kule nje, wakati unapoingia hapa katika nyumba ya Mungu, inalazimu ya kwamba ubadilike. Vile ulikuwa unaongea ukiwa kwa ploti, vile unazungumza ukiwa kazini, vile unazungumza ama unalelete na watu ukiwa nje, lazima hiyo jambo liwe na tofauti kwa yule mtu amemuonja Yesu. Anajua uzuri wa Yesu, anajua uzuri wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kama ni wakutukana ama ulikuwa unatukana mume ovyo ovyo, unamfanyia madharau, unapika chakula, unaosha vyombo, asikuje juu uliosha, ukiingia katika nyumba ya Mungu, Roho wa Bwana akujaze, anakuwa msaidizi na mwelekezi wako wa kukufahamisha wewe si wa kufanya vibaya, wewe si wa kulipisha mabaya kwa mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kazi ya Roho Mtakatifu ni ya kukusaidia kujua ni yapi na ni yapi haustahili kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona hawa wanaume wawili ya kwamba Roho wa Bwana alipowajazia ama walipojazwa na Roho wa Mungu, walipata uwezo wa kufanya ufundi, na si ufundi huu tunajua tu, wakaufanya kwa kitofauti. Kwa hivyo hata Roho wa Bwana anapokuwa katika maisha yetu, anatusaidia kufanya mambo tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Anatusaidia hata katika biashara. Kama unauza nyanya, Roho wa Bwana anakupatia tofauti ya kuuza hizo nyanya, kuuza hizo nguo, kuuza hizo vitu unauza tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Anakupea a divine idea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati tunajiuliza ama tunasema kazi na umuhimu wa Roho Mtakatifu, anapeana a divine idea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo turuhusu Roho wa Mungu atupe a divine idea. Hiyo kitu unajua, kama wewe ni mwalimu, kama wewe ni muimbaji, situmruhusu Roho wa Mungu akae na afanye kazi ndani yetu, atupe idea tofauti, atupe nyimbo mpya, atupe mawazo tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya kusurubishwa kwa Yesu, kuna mambo ambayo tunajifunza pia kuhusu Roho Mtakatifu. Na nimesema ya kwamba jambo la kwamba anatupea divine idea. Pia kuna jambo lingine, anatufunza. Si nimewaambia hivyo? Anafanya nini? Anatufunza. Na ningetaka tusome katika kitabu cha John ama Yohana, tuone anatufunzaje ama ni mwalimu vipi katika maisha yetu. Kumaanisha ya kwamba kuna mambo hauwezi ukajua tusipopata mwalimu ambaye ni Roho Mtakatifu. Nimesema Yohana Yohana 14 mstari wa 26. Yohana 14 mstari wa 26, maandiko inasema lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowafundisha. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Yesu anawaambia wanafunzi na anawaandaa mawazo yao na mioyo yao kwa sababu ya Yesu kuondolewa katika uso wao. Na anawaambia ya kwamba wakati huyu Roho Mtakatifu atakuja, atawawachia, atakuwa msaidizi, na ya kwamba atakuwa anawafundisha na kuwakumbusha yote. Kwa hivyo jambo lingine ni ya kwamba Roho Mtakatifu hutufunza. Bwana Yesu asifiwe. Na anapotufunza, anatusaidia kukumbuka yale ambayo tumefunzwa. Yale maandiko yametuambia, Roho Mtakatifu anatusaidia kuyasoma, na kisha baadaye jambo lingine anatusaidia kulikumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli tumekuwa tukihubiriwa mambo mengi sana hapa. Ni kweli tumekuwa tukifunzwa mambo mengi hapa. Lakini je, tumeruhusu Roho wa Mungu awe anatukumbusha? Awe anatukumbusha hatustahili kuongea vibaya, hatustahili kunena wengine vibaya, hatustahili kuvunja wengine moyo. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba
hata ukisoma Psalms 32 verse 8 inasema nitakukufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, jicho langu likikutazama. Bwana Yesu asifiwe. That is Psalms. Ya kwamba atatufunza na atatuonyesha njia ambazo tutakazo ziendea. So jambo lingine ni ya kwamba Roho Mtakatifu hutufunza na hutusaidia kukumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine ni ya kwamba anatupatia nguvu, kama vile niliguzia pale mwanzo, ya kwamba anatupatia nguvu, ama sisi hupokea nguvu. We receive power. Bwana Yesu asifiwe. Na ningetaka tuwekewe Acts. Leo kidogo tutasoma vitabu mingi kidogo. Acts chapter 1 verse 8. Maandiko inasema ya kwamba, lakini mtapokea nguvu ikiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunapokea nguvu za Roho Mtakatifu, wakati tunapokea uwezo wa Roho Mtakatifu, tunapata uwezo wa kuweza kueneza na kukiri uzuri na utakatifu wa Mungu katika maeneo ambayo tunaishi na hata ambayo yanatuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa nikaanza kwa kusema wakati wowote tunaokoka, inastahili ya kwamba hatua inayofuata ni kufuatilia, ni kutilia maanani ya kwamba ufundishike kupitia neno la Mungu. Uachane na ile maisha ulikuwa naishi, utambue ya kwamba umeishi ama umekuja katika maisha mengine mapya. Ili ya kwamba wale ambao hawakujua ama wale waliokujua haujaokoka, wakati unaokoka unakuwa kiumbe kipya, unakuwa mfano mwema, unakuwa mtu ambaye anaweza eneza injili ama anaweza akashuhudia Yesu katika majirani. Unaanza kwako, sawa sawa, kwa majirani zako, mahali unafanya kazi, inaenea hivyo ya kwamba Yesu wetu atukuzwe kupitia wewe. Na hiyo yote inafanyika kwa sababu ya kuruhusu Roho Mtakatifu awe mwalimu wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo anatupea nguvu ya kushuhudia huyu Yesu katika maeneo ambayo tunaishi na wale ambao wanatuzunguka katika jina la Yesu. Anatusaidia kuwa witnesses. Bwana Yesu asifiwe. We won't be afraid or ashamed of the gospel. Bwana Yesu asifiwe. Na nikawa najiuliza, ninastahili kuwa mwanafunzi vipi? Nikakwambia kwa vile unaishi. Bwana Yesu asifiwe. Ukitukanana kwa ploti, kama Jumapili tuliambiwa, watu wamezoea madhabahu mpaka wanaona kuja kanisa ni kawaida. Watu wamezoea madhabahu ya kwamba hata hawezi akachukua muda wa kujiombea. Bwana Yesu asifiwe. Wewe watu wanaambiwa waombe, wewe umefungua macho, unaniangalia. Watu wanaambiwa tumurukie Bwana, wewe umesimama straight. Hebu jiulize, yule mtu ambaye yuko hospitali na wewe ambao uko na uzima, uko na afya, mnaweza linganishwa kweli? Hamuwezi linganishwa. Kwa hivyo wakati wowote tuko na Roho wa Mungu, anatusaidia kutokuwa na mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Anatusaidia kutoona mambo ambayo tuko nayo ni lazima. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa hivyo pia anatusaidia kuwa mashahidi wa Yesu katika ulimwengu. Unaweza soma Matthew chapter number 28 verse 19 mpaka 20, ina refer the same. Pia Roho Mtakatifu anatusaidia katika udhaifu wetu. Sisi ni wanadamu na tunaweza fanya mambo kwa sababu sisi ni wanadamu, na tunaweza fanya mambo kwa sababu ya hali ambayo imetuzunguka. Na mambo ambayo tunaweza fanya kwa kichache ama kwa wingi yanaweza kuwa mambo si mazuri ama maneno si mazuri. Lakini wakati tunaye Roho Mtakatifu, anatusaidia kusuppress our weaknesses. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba huo udhaifu ambao uko nao umekushinda kuondoka, umeshindwa kuacha, Roho wa Mungu huwa anasaidia mtu. Kwa mfano, wacha nitumie hilo tu kwa sababu hilo ndio limekuja sana. Kama wewe kinywa chako it's very loose, wewe haujui kupima maneno, wewe ndio siku ya leo Roho wa Mungu ananenea. Umkubalie katika maisha yako, akusaidie kuweka, inaitangwa nini ile ya farasi?
rijamu, thank you mama, rijamu. Una farasi mwenye amebebwa na farasi yendi, anafanya farasi yende huku na huku, je ile kamba anavuruta, si ndio? Si Mungu atuweke hiyo rijamu katika midomo yetu, ya kwamba tusiwe wepesi wa kuongea. Roho Mtakatifu wa Mungu aweke kala moto kwa ulimi wako, ya kwamba maneno unayoyaongea, ya utakapoyaongea, uyaongee maneno yanayosaidia, yanayojenga, yanayoleta uhai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo anatusaidia katika weaknesses zetu. Anatusaidia ile kiburi ninakuanga nayo inafanya nini? Inarudi chini na kuambia sio hivyo. Anakusaidia ile mwete unakuanga nayo inarudi ile kujiona ni wewe Roho wa Mungu anakukumbusha, anakuambia wewe ni chombo tu. Bwana Yesu asifiwe. Na unarudi chini. Unajua si kwa uwezo wako, si kwa nguvu zako, lakini kwa sababu ya Roho Mtakatifu tunatumika. Bwana Yesu asifiwe. Jambo hiyo tutasoma, ama hiyo tutasoma, lakini kwa katika kitabu cha Romans, ninasoma kwa wale wanaandika, Romans 8:26. Anatusaidia in our weaknesses. Jambo lingine on the same Romans 8:26, anatusaidia kuomba. Anatupa mwelekeo wa maombi. Na ndiposa unakuta ya kwamba ibada zetu mingi ziko na maombi. Ni kwa sababu maombi ndio inafungua. Maombi ndio inakupea njia ya kufanya upite katika kiwango kingine. Na hiyo yote huwezi fanya kama hauna Roho Mtakatifu katika maisha yako. Kama hauna uwezo wa Roho Mtakatifu. Ni kwa sababu huwezi omba 30 minutes kama hauna Roho wa Mungu. Kuna mtu anaweza omba 2 minutes, amecover family, ameombea brother, ameombea sister individually. Ameombea sister yake na kazi yake na jamii yake, ameombea brother, ameombea kazi, na ameombea shosho, ameombea guka, ameombea wazee wa kijiji. Anakuja sasa kwa nyumba yake, anaombea bwana yake na 2 minutes. Na maneno inai. So hata wewe ukimwambia tuendelee kuomba mbele za Mungu na tunaomba 1 hour, wengine tunalala. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu haujeruhusu msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu akae ndani yako, akufunze kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati anatufunza kuomba, ni hapo panazalika vipawa vya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Unapata wengine wanapoomba, wanaomba kwa lugha. Unasikia watu wanaongea kwa lugha, wewe unafungua macho, unashindwa kumekaa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Unapata watu wanaomba, wewe ndio unazungusha macho ukiangalia ni nani anaomba, ni nani yaombi. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu anatusaidia kuomba. Tukiambiwa tuombe, wewe hata hujui ilifika saa ngapi. Ni kwa sababu wakati maneno yako yaliisha, Roho wa Mungu alikusaidia kukupea maneno mengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, kama unahisi ya kwamba wewe ni yule mtu unaombaga maombi ya dakika 2, maombi ya dakika 5, umekava ulimwengu mzima, umeombea baka Israel, umetoka baka international sasa maombi yako imekuwa international. Dakika ngapi? 2. Unahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ili ya kwamba unapofika international siku imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Inastahili ama ni vizuri sana Roho Mtakatifu atusaidie ya kwamba tunapokuja mbele zake katika maombi, hatukuji oh God bless our food. Unajua hivyo ndio tunaombaga huko. Hata watoto wangu kwa kiomba hivyo, tukiwaambia waombe wasema oh God, tunaombea chakula, bless our food before we take it in Jesus name, amen. Lazima tubadilike. Lazima tubadilishe. Bwana Yesu asifiwe. Tusikue wale watu tulianza jana ndio tuko leo. Bwana Yesu asifiwe. Tukiingia katika ibada ya maombi, wacha kiongozi asimamishe ni vile sisi wote tumezama. Lakini si kiongozi wa ibada a struggle. Tujipeleke mbele za Bwana, tujiombee mpaka ujue unastahili kujiombea. Au ujue kama unastahili kuombea jamii yako na unajua vile kulilala usiku. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Si tutaomba.
Si tutaruhusu Roho wa Mungu atusaidie kuomba? Tumetangaziwa tunaanza maombi siku ya kesho. Unachukua nafasi ama unatafuta nafasi, unatenga nafasi, unaambia Roho wa Mungu, nipe nafasi, nipe mzigo, kwa sababu niko na mambo 1 2 3 ninataka kupeana kwako. Wewe huo unafanya ama unasemaga oria Ngai agoka siku yenye atakuja tu aku haizi kuja kama hujemuita. Unasema unajua hata nilisikia pastor anaombeanga watu wote. Wacha nikuambie, kuna kitu moja nilisoma. Ni vizuri kuombea watu, lakini first invest in yourself. Bwana Yesu asifiwe. Invest na wewe mwenyewe kwanza. Ni kwa sababu siwezi kuombea wewe kama mimi kwangu kwanza kumenishinda. Si ni kweli? Kuna msemo mwingine ya Waturukana inasemanga, siwezi enda kuzima moto kwa wenyewe na kwangu inawaka. Kwa hivyo unastahili kuzima moto kwako, uende uzime kwa jirani. Kwa hivyo ile nataka nikufeed leo ama nikuombe ufanye. Hebu jiombe kwanza. Kama leo pastor akiomba nilisikia akisema, hebu tujiombe. Wewe ulishajiombea kitambo, lakini bado hali imebadilika. Hebu jiulize kuna shida gani? Bwana Yesu asifiwe. Pastor anasema tujipeleke mbele za Bwana, mwingine amejishika tu hivi. Anahesabu tu majina yote imeandikwa kwa kanisa. Anajua leo mwenye anakanga ile kiti aje kuja. Na tumeambiwa tujiombe. Do you know hakuna investment ya maana sana kama kujiinvestia kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Situwe watu ambao wanajiombea kwanza. Ni kwa sababu hata Biblia inasema uwezi sota kidole kwa mwenzako ama uwezi toa, inaitangwa boriti, ililo jicho ya jirani yako na wewe yako hata uoni. Lazima ujitoe kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Roho wa Mungu anatusaidia katika kuomba. Na nimesema iko katika hiyo Romans 8:26 ya kwamba anatusaidia katika madhaifu yetu ama udhaifu wetu, na anatusaidia pia kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Niwekewe Mathayo Lisa 3:13. Mathayo 3. Hope tunapelekana pamoja. Na ukiwa umeketi hapo, usitransfer hili neno kwa mtu. Kama ushaifungua macho tukiomba ukakuta mtu anakuangalia, usiseme hii ni ya huyu. Hebu sema ni yangu. Bwana Yesu asifiwe. Enyewe leo anaongea kuhusu sema leo anaongea kuhusu mimi na Mungu nisaidie ya kwamba nikitoka kwa hii mlango nitakuwa nimejazwa na Roho. Ama mtaki? Ni wangapi wangetaka ujazo wa Roho Mtakatifu? Kuna watu wako nusu mlingoti. Roho Mtakatifu ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Anakusaidianga hata kujua kudiri na huyo mzee wako mwenye amekushinda. Umejaribu kumuongelesha, umemuitia wazee wa mtaa wa nyumba 10. Umetuambia hapa tumemuombea, imekataa. Umekuja hapa kwa workshop, umetuexplainia, tumekuambia ufunge, umefunga. Mama mnanisikia? Huyo mzee umejaribu, yani hakuna mawaidha ujepewa. Umeenda mpaka kwa counselors professional. Wacha our workshop professional. Lakini hali ni ile. Sasa nataka nikuambie, hakuna mwingine anapita Roho Mtakatifu. Hata mwenye amesoma PhD na degree hawezi kama Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mupatiane kwa Mungu. Mwambie Roho wa Mungu, huyu nimekupatia, unitengeneze atoke vile ninataka. Akiniongelesha asiniongeleshe mimi, akuongeleshe wewe. Lakini na wewe mama lazima ubadilishe tabia. Tuko pamoja? Wazee lazima pia wabadilishe tabia na wamama. Ili Roho wa Mungu akubali kuleta mabadiliko katika familia yako, lazima na sisi tuwe tayari kuwa watu tofauti. Tumewekewa Mathayo 3:13. Wakati huyu Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe.
Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Yesu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Basi akakubali. Bwana Yesu asifiwe. Ili ya kwamba Roho akufanyie kazi, lazima ukubali. Bwana Yesu asifiwe. Roho aingiangi ama hakai mahali hajapewa ruhusa. Anakaa mahali amefunguliwa mlango. Na ndiposa ninakuomba asubuhi ya leo, si ukubali na si ufungue mlango, Roho wa Mungu akae na afanye kazi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na pia wakati unakubali Roho waingie, usikubali afanye ama aingie alafu umempea muda kidogo. Ni kama umempea ni kama rent, si ndio? Unaweza hama anytime kwa sababu si nyumba ni wewe unalipa. So Roho Mtakatifu anatakanga akae mahali amekubalika na akae kama mwenye hapo. Bwana Yesu asifiwe. So usikubali Roho Mtakatifu kama mtu analizi kitu, ati lizi kiisha unaweza lizi kwa mtu mwingine. Kubali Roho wa Mungu akae katika maisha yako permanently, na we maisha yako inabadilika kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia jirani yako uone kama analala ama bado tuko pamoja. Hebu muulize, wewe unakubali Roho afanye kazi ndani yako? Ni mara ngapi Roho amekuzungumzia na ukahasium? Uliza jirani, ni mara ngapi Roho amekunenea alafu ukajifanya usikii? Hapo sasa ndio nataka tuongeleshane. Roho Mtakatifu amejaa sana ndani yetu, ama amejaa sana ndani ya wengine wetu. Lakini kwa sababu tulimpea makao temporarily, tukamzoea kiasi ya kwamba hata akiongea hatujuangi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu walijazwa na Roho wakamzoea mpaka sasa wakati Roho ajenena wanasema Roho ameongea. Bwana Yesu asifiwe. Hawana nafasi ya kuweka masikio yao wajue tofauti ya sauti ya Roho wa Mungu na sauti yenye si Roho wa Mungu. Na ndiposa unapata wengi wetu tumedanganyika kwa sababu mtu alisikia shida unayopitia, kuna mtu alisikia hali unayopitia, anakuja anakuambia, anafunga macho hivi anazunguka, anasema Roho aliniambia, na anakuambia exactly. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba pengine alisikia kutoka kwa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri tujue ya kwamba mazoea ya Roho Mtakatifu inaletanga kukosana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunajua ya kwamba Roho huwa ananitumia, tunachukua mazoea, tunaitumia vibaya. Wakati amenena hausemi, wakati ajenena unasema. Ni vizuri kujua tofauti ya Roho wa Mungu na roho mchafu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu wako na wana thrive katika hiyo kipawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukijua kwamba kuwa ama kujazwa na Roho Mtakatifu ni kipawa, na mtu ndiye anayetaka, hawezi lazimishwa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu salimia jirani yako, kwa sababu kuna mtu naona amelala, sijui kama ni Roho ananena. Na unajua unaweza muamsha kumbe ananena na Roho amepelekwa bingu ingine na wewe unamsumbua. Lakini angalia jirani yako, kwa sababu pia kulala kunaweza leta mambo zingine, si ndio? So wakati tunajazwa na Roho Mtakatifu, anafanya kazi katika maisha yako, anafanya kunazalika matunda ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ndani yako kunazalika matunda ya Roho Mtakatifu. Unaweza kubainisha roho aliye wa kweli na roho asiye wa kweli. Wagalatia 5:22 na 23 ukiendelea, huwa tunaambiwa kuhusu the fruits of the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Tuweke hapo Lisa. Galatians 5:22.
ya kwamba wakati Roho Mtakatifu anapofanya kazi ya muumini, anapata kuzaa matunda ya Roho. Nayo matunda ya Roho maandiko inasema ni haya: upendo, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili na uaminifu. Simamia hapo. Ya kwamba wakati tuko na Roho Mtakatifu, tunapata kuzaa upendo ndani yetu. Unaona mwenzako ni wa dhamana kukuliko wewe. Unaona mwenzako anastahili kukuliko wewe. Unatakia mwenzako mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Pia tunda ama Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako, unapata kuwa na furaha. Unapatanga furaha ingine hata mambo yakikuja, unasikia tu furaha ya Mungu ndio imekuja. Unajiambia mimi nitashinda hata kama haya mambo yamekuja hivi. Ninajipea furaha ya Mungu, ninasema nitavuka nikiwa mshindi katika jina la Yesu. Inatupatia amani in the midst of crisis. Yeye anatupatia amani. Bwana Yesu asifiwe. Anatupatia uvumilivu. Kuna jambo umengoja kwa muda mrefu, kuna jambo umetarajia, umeomba, kuna kitu umetaka ibadilike, imekataa, lakini maandiko inasema ya kwamba walio na Roho wa Bwana wanakuwa na uvumilivu, kwa sababu maandiko yanasema kwa wakati wake Bwana atafanya mambo yote ikuwe sawa. Bwana Yesu asifiwe. Pia Roho wa Mungu anapokuwa ndani yetu, tunakuwa na utu wema, tukatiana, tunaheshimiana. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa mkarimu. Mwenzako hawezi lala njaa ukiwa na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jirani hawezi lala njaa ukiwa na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo utu wema unazalika ndani yetu. Tunakuwa na fadhili. Fadhili ni goodness. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa na utu. Unajua inarudi tena hapo. Wacha tuseme ni fadhili. Si umeelewa fadhili ni kusemaje? Unakuwa ama uaminifu unazalika. Na sasa hapo ndio kazi iko kwa Wakristo wengi. Uaminifu imekosekana ndani yetu. Na kwa sababu ni tunda la Roho, si Mungu atusaidie ya kwamba uaminifu utapatikana katika maisha yetu, ya kwamba hata kama mchungaji hakuoni utakuja ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu uko na uaminifu. Umefanya hivyo kwa msaada wako, kwa sababu ni wewe unataka kujengeka. Sio kanisa lijengeke, ni wewe, na kanisa ni sisi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unafanya nafasi yako na mimi nifanye nafasi yangu, kanisa linafanya nini? Linakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati tunakuwa ama Roho Mtakatifu anakuwa ndani yetu, hayo yote yanazalika katika maisha yetu. Hebu jiulize, katikati ya hayo yote ni gani hauna na ni gani uko nayo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua ya kwamba pia mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hapo ndio nataka nimalizie. Unajua ya kwamba pia mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Do you know that? Ni kama kuna watu hawajui. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na wakati wowote unaruhusu mwili wako uwe hekalu la Roho Mtakatifu, unatoa picha ya Kristo katika maisha yako. Na hapa nitazungumza nikielekeza vijana. Je, maisha yako ambayo unaishi saa hii, huo urafiki ama uhusiano uko nao saa hii, huyo girlfriend na boyfriend uko naye, uko na confident ati ya kwamba unaweza simama hapa ushuhudie Yesu katika maisha yako? Unaweza hapo ukasimama useme ya kwamba mimi nimedumisha wokovu mpaka sasa nataka kufanya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe vijana. Tunahitaji, Karanja ndiye amesema Bwana, amen. Wengine waizi shuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tukubali huu wokovu ambao tulikubali utufanyie kazi.
lazima pia ufanyie tabia yetu. Ni kwa sababu anakaa ndani yetu. Kule nje vile tunafanya mahusiano na wale watu wengine yanaonyesha Yesu. Tabia zako, relationship yako. Je, we bado unafanya uzinifu na bado unakuja katika madhabahu? Haujeruhusu Roho Mtakatifu akae katika hekalu lako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama umempea nafasi akae ndani yako, utaheshimu huo mwili wako ili ya kwamba Roho Mtakatifu afanye kazi, akutumie. Lakini sasa hivi vijana hawaambiliki. Girlfriend na boyfriend ni wazuri, kwa sababu hata mimi nilikuwa na boyfriend na nikakaa na yeye na akakuwa husband. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu anasema usikuwe na girlfriend na boyfriend, but do it in the light of God. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa na urafiki ambao unaongozwa na Roho Mtakatifu, na ukiomba Mungu atakupea the right partner. Roho Mtakatifu wa Mungu atakusaidia kujua huyu anataka kunikura niishi, huyu amenikubali na shida yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu tutapelekana ama hatutapelekana. Lakini wale ambao hawataki kuongozwa na Roho Mtakatifu, si wote na si wewe, wengi wanaingia katika ndoa zingine hawakutarajia. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu huyu Mungu wetu achanganyangwi. Kama umeamua unataka kuwa mtakatifu na mwokovu katika nyumba ya Mungu ukiwa kijana, dumisha wokovu na wewe Mungu atakulipa. Bwana Yesu asifiwe. Vijana msiname tuangaliane. Bwana Yesu asifiwe. Na tukifanya mili yetu iwe hekalu la Mungu, hakika tutaweza hata kuheshimisha hili neno la Mungu. Tutaweza kufanya neno la Mungu liheshimike. Litaheshimika kanisani, litaheshimika manyumbani mwetu, litaheshimika makazini mwetu. Ni kwa sababu Roho wa Mungu anatuongoza jinsi ya kufanya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Na nikawaambia mambo mengine hatufanyai kwa sababu tunajua. Kuna wakati unaweza pewa nafasi, umepanga utanena jambo, you speak something, haikuko on your notes, haikuko on your mind, it's from Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu wanasimama katika madhabahu, you can bear me witness. Kuna wakati unaweza simama hapa unauliza, Kai, sasa hivi watu wameniangalia nitasema nini? Lakini ninashukuru Mungu, mtu anasema, Kai nisaidie. Kwa hivyo kitu cha kwanza umetaja ni nani? Ni Mungu. Na wakati unasimama hapa, hivyo Roho Mtakatifu ukimpea nafasi anakuwa kukupea maneno. Si Mungu atusaidie na atupee maneno ya kunena wakati unavyostahili. Bwana Yesu asifiwe. Nikimaliza nitasema hivi. Na hilo neno ambalo tumesema our body is the temple of God, iko kwa 1 Corinthians 6:19. Usiseme nilisoma out of context, iko kwenye Biblia. So, mimi kile nitawahimiza asubuhi ya leo, situfanye Roho Mtakatifu awe rafiki yetu. Situfanye Roho Mtakatifu awe mshauri wetu. Situkubali Roho wa Mungu awe rafiki yetu, ya kwamba anaweza akakusaidia, anaweza akakuongoza, anaweza akakupea mwelekeo, anaweza akakupa hekima zaidi ya kufanya hata hiyo biashara yako, kama vile tumesoma kitabu cha Kutoka 31. Akupe a divine idea ya vile utaweza kuhandle hiyo ndoa yako, vile utaweza kufanya hiyo biashara yako, vile utaweza kutoka katika ile hali umekuwa kwa muda mrefu. Si akupe a divine idea ya kwamba utoke katika hiyo state ambayo umezoea katika jina la Yesu. Na hiyo yote itawezekana ikiwa tutampea Roho Mtakatifu awe ndiye anatuongoza na anatuelekeza katika jina la Yesu. Hebu tuwekee Warumi 8:14 nimalizie. Na Joel chapter number 2:28. Warumi 8. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wale wote ambao, wekaga Joel 2:28, wale wote ambao wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ni wanaongozwa na Roho wa Mungu ni wana wa Mungu. Situfanyike wana wa Mungu kwa kuongozwa na huyu Roho wake.
Bwana Yesu asifiwe. Ni ukweli na tunakubaliana na wewe umeokoka. Lakini si uchukue hatua nyingine ya kukubali Roho wa Mungu akufanye uwe mwana wake. Bwana Yesu asifiwe. Na ujue ukifanyika mwana wa Mungu, Yohana inatuambia sisi alitufanya wana, ya kwamba hata siri zile ambazo ziko na baba Yesu anatufahamisha, kwa sababu sisi si watumwa. Bwana Yesu asifiwe. Joel 2:28, hata ikawa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake, kumaanisha ya kwamba Roho Mtakatifu anakaa kwa maisha ya mtu yoyote. Anaweza ingia katika maisha ya mume ama mwanamume, na anaweza ingia katika ama anaweza kaa katika maisha ya mwanamke. Kwa hivyo Roho Mtakatifu hachagui gender. Ati wewe ni mwanaume siwezi kutumia, wewe ni mwanamke siwezi kutumia. Hapana. Anasema ya kwamba ataimimina roho yake juu ya wote wenye mwili, wana wenyu waume kwa wake watatabiri, wazee wenyu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Bwana Yesu asifiwe. Si Mungu kupitia Roho wake Mtakatifu akupe maono ya maisha yako, akupe maono ya hiyo biashara yako. Bwana Yesu asifiwe. Si kupitia Roho wa Mungu ambaye atawachiliwa juu ya maisha yako akupe maono ya vile utakavyotoka kwa hilo jambo ambalo limekuwa dormant for long, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ningeomba tusimame. Nimemaliza. Mambo ya roho ikuagi mingi. Mambo ya roho inakaa tu umkubali aingie katika maisha yako, afanye kazi katika maisha yako, abadilishe maisha yako ukimkubalia katika jina la Yesu. Kwa hivyo ningeomba usiangalie mtu, ambia Mungu ungetaka awe Roho Mtakatifu ashuke aingie katika maisha yako. It is so sweet, inakuwa nzuri sana wakati Roho wa Mungu anasaidia mtu kuomba, hauchoki. There is flow of words, ya kwamba unasikia kuna uwepo wa Roho Mtakatifu anashuka. Wacha kuchukulia hiyo nafasi ipotee. Chukua hiyo nafasi, ambia Mungu, leo hii nafasi haitanipotelea, hii nafasi haitapita tu hivyo, ya kwamba neno limeneno kuhusu Roho Mtakatifu. Ninataka nijaribu tu leo ya kwamba nikiamini Roho Mtakatifu anaweza fanya kazi ndani yangu. Ndio ninakujibu niseme ndio anaweza kufanya. Ambia Mungu, ninaomba Roho Mtakatifu awe mwalimu. Usiombe mambo mingi, kwa sababu ukiomba mambo mingi inaweza kukuchokesha ama uone kama haina faida. Ninataka nikwambie kwa hayo maneno mengi tu, ambia Mungu, ninataka Roho Mtakatifu awe msaidizi, awe msaada, awe mfariji, ili ya kwamba wakati ninafika mwisho sina wa kugeukia, Roho wa Bwana anakuwa msaidizi katika jina la Yesu. Ningetaka kusikia ukimwambia Bwana unataka nini, unataka Roho wa Bwana akusaidie kufanya nini katika jina la Yesu. Bwana, ninakuinua, ninakuabudu adhuhuri hii ya leo. Ninasema ni asante kwa sababu Bwana neno lako linatuambia ya kwamba katika Mathayo tukuombe nawe utaweza kutupatia, tubishe nawe utaweza kutufungulia. Bwana, ninakuja mbele zako Bwana nikiomba Bwana unisaidie, nikiomba Roho wako Mtakatifu ambaye ni msaidizi azidi kujaa kwa wingi katika maisha yangu. Nikifanya maamuzi katika maisha yangu nisifanye kwa sababu ninafanya tu, lakini ninaomba kufanya kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Si Mungu ni mara mingi ninanena kinyume na mapenzi yako. Si Mungu ni mara mingi ninanena maneno yasiyofaa. Mungu, si ni mara mingi ninatoka katika uwepo wako. Mara mingi Bwana si ni ile hata ninakosa adabu. Bwana, mara mingi si ni ile hata Bwana sina heshima kwa watu wengine. Ninaomba ya kwamba asubuhi na adhuhuri ya leo Bwana, kwa sababu umetuambia Roho Mtakatifu ni mwalimu, ninaomba unifunze kunena, ninaomba unifunze kuzungumuza, ninaomba
unifunze kukaa na wengine kwa heshima na kwa adabu Bwana, katika jina la Yesu. Bwana, ninaomba unisaidie hata kuyakumbuka mafunzo yako Bwana, katika jina la Yesu. Ninaomba nikikanywa nisikie, ninaomba nikirekebishwa nisikie Bwana, katika jina la Yesu. Bwana, ninakuomba katika udhaifu wangu unikumbuke na unihurumie Bwana, katika jina la Yesu. Si kwamba nimefika bado, ninakuhitaji Bwana, katika jina la Yesu. Mara mingi ni ile ninafanya mizaha Bwana, ninaomba unisaidie Bwana, katika jina la Yesu. Ninaomba ufunze ulimi wangu kunena maneno yaliyo mazuri. Roho wa Bwana asaidie ulimi wangu Bwana, katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana unisaidie nisisengenye wengine Bwana, ni kwa sababu Roho wa Bwana ananifunza, ananielekeza Bwana, katika jina la Yesu. Si umetuahidi ya kwamba utamimina Roho wako juu ya wana Bwana, hao juu ya wanawake na wanaume. Achilia huyo Roho juu yangu Bwana, jaza maisha yangu na Roho Mtakatifu Bwana, katika jina la Yesu. Ni muheshimu mume wangu Bwana, ni muheshimu mke wangu Bwana, katika jina la Yesu. Nisizoee madhabahu, ni kwa sababu Roho ananikumbusha na ananikanya, katika jina la Yesu. Siuache kinywa changu Mungu wangu itoke maneno ya kujenga lakini si ya kubomoa Bwana, katika jina la Yesu. Ninakuomba asubuhi ya leo Bwana, unisaidie hata kuchukulia ibada za maombi Bwana katika uzito unaostahili. Hata wakati wa maombi Bwana, ninaomba Roho Mtakatifu anisaidie kunena, anisaidie kunena katika makusudio yako Bwana. Ninakataa kuchoka katika maombi Bwana, katika jina la Yesu. Ninakataa kuchoka katika maombi Bwana, katika jina la Yesu. Ninakataa maombi ya dakika 2, nimekataa maombi ya dakika 5 Bwana, nimekataa maombi ambayo hayana mvuto Bwana wa nguvu zako, katika jina la Yesu. Unisaidie Bwana, katika jina la Yesu. Ninakuinua Bwana, unisaidie Bwana, unijaze na Roho wa kupambanua mazuri na mema. Unipe Roho Mtakatifu anisaidie hata Bwana kujua mahali ninastahili kuingia na mahali sistahili kuingia Bwana, katika jina la Yesu. Ninaomba Roho Bwana ambaye ananena mazuri juu ya wengine, katika jina la Yesu. Hata kuheshimu walio katika mamlaka Bwana, katika jina la Yesu. Unisaidie Bwana, mimi ni mdhaifu, nina udhaifu mwingi, lakini ninajua kupitia wewe kunisaidia Bwana. Hakuna kitu ninaweza shindwa, ni kwa sababu wewe ni msaada na ni rafiki Bwana, katika jina la Yesu. Ni kweli tuko na elimu nyingi, ni kweli tumesoma masomo mengi, ni kweli tunajua mengi Bwana. Hata kupitia vitabu tunasoma vitabu vya hadithi na tunaweza kunakiri na kukumbuka, lakini Bwana, ninaomba Roho Mtakatifu wa Bwana anisaidie kunakiri na kukiri neno la Bwana katika moyo wangu, katika jina la Yesu. Bwana, ninapungua, uongezeke katika maisha yangu Bwana. Ninaondoka, upate nafasi ya kwanza katika maisha yangu Bwana, katika jina la Yesu. Bwana, ninaomba ya kwamba utatengeneza maisha yangu, ya kwamba nikutumikie ndani yangu kutoke chemichemi cha maneno yaliyo na uhai na uzima Bwana, katika jina la Yesu. Tunakupenda Bwana, tunakuinua na tunasema ni asante. Ni kwa sababu ya kutupa rafiki, kwa sababu ya kutupa mfariji Bwana, katika jina la Yesu. Wakati ulipaa ama uliandaa kwenda mbinguni, ukaambia wanafunzi wako ya kwamba iwapo unaondoka hautawawacha kama mayatima, lakini utawawachia Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi, ambaye atawasaidia kukumbuka hata ulio
uliowafunza na hata waliona ukiyafanya katika jina la Yesu. Si utusaidie na Roho Mtakatifu, tuwe wanafunzi wema, tuwe wanafunzi wanaosikia, tuwe wanafunzi wanaoweza kukanywa, tuwe wanafunzi wanaoweza kurekebishwa, tuwe wanafunzi wanaoweza kukumbuka hata mafunzo ya walimu wao Bwana, katika jina la Yesu. Bwana, tunakuomba mchana wa leo, Roho wa Bwana asiondoke miongoni mwetu. Tunakataa ibada zilizokavu, ya kwamba Bwana tunajiongoza Bwana, katika jina la Yesu. Tunaomba ya kwamba ibada zetu zijawe na nguvu za Roho Mtakatifu, ya kwamba tunapoingia katika mahali hapa Bwana tusitoke jinsi tulivyoingia. Ninaomba ya kwamba tukiingia tukiwa wagonjwa Bwana, tusitoke na magonjwa yetu tukiingia kama hatuna tumaini. Ninaomba ya kwamba tukitoka tunatoka na tumaini, ni kwa sababu tumeruhusu Roho wa Bwana kutufanyia kazi. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakataa ndoa zetu kuvunjika ikiwa bado tunakutumikia. Tunakataa biashara zetu kuharibika iwapo bado tunakutumikia Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakataa watoto wetu kupotea iwapo Bwana tuko katika nyumba yako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakataa katika jina la Yesu wake wetu kukosa adabu Bwana, iwapo bado wanatumika katika madhabahu Bwana. Katika jina la Yesu, ninaomba ya kwamba mchana wa leo utabadilisha maisha ya dada huyu, utabadilisha maisha ya ndugu huyu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Maana aliye ndani yetu ni mkubwa kuliko aliye katika ulimwengu Bwana. Katika jina la Yesu, hiyo tabia imeshindikana kuacha Bwana, katika jina la Yesu. Si maandiko inatuambia umetupa nguvu na mamlaka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na Bwana unatuambia katika maandiko yako ya kwamba kile tutaomba Bwana kwa jina lako tutatimiziwa. Kwa hivyo tunatangaza mchana wa leo ya kwamba Roho wa Bwana akajalie watu wako, akajaa juu ya wapendwa hawa katika jina la Yesu, na akaweka huru wote waliotekwa nyara katika jina la Yesu. Ninatangaza uwepo wa Bwana ukashuka sasa juu ya kila mmoja ambaye ameamini ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi. Katika jina la Yesu, Roho wa Bwana akachukua usukani, akavunja kila nira na kila ngome ambayo imeshindikana kwa muda mrefu, magonjwa ambayo umetafuta daktari na yamekataa. Ninakutangazia kwa nguvu za Bwana ukapokee uponyaji wako katika jina la Yesu. Ninakutangazia uhuru wako katika jina la Yesu. Ambaye hajapokea nguvu za Bwana leo akapokea katika jina la Yesu. Ambao hawajahisi uwepo wa Roho Mtakatifu Bwana wakahisi sasa, maana wewe uko na uweza na uko na nguvu Bwana, katika jina la Yesu. Tunakuita na tunakuomba ya kwamba maisha yetu yasibaki jinsi tulivyoingia Bwana. Tumechoka kudharauliwa Bwana, tumechoka kuchukuliwa kirahisi Bwana, tumechoka kuishi wokovu ambao ni wa miaka 20. Tumechoka kuishi maisha Bwana ambayo hayana mabadiliko, ambayo hayana mazao. Bwana, ninaomba mchana wa leo ukashuka na ukafanya tofauti katika maisha ya watu wako katika jina la Yesu. Hii nira ambayo imefunga hii ndoa kwa muda mrefu, hii nira ambayo imefunga kiasi ya kwamba hata wengine wanafikiria kuondoka katika hii ndoa. Bwana, katika jina la Yesu Kristo, tunakataa divorces katika kanisa lako Bwana. Tunakataa ya kwamba hakuna ndoa itakayovunjika siku ya leo. Wewe sauti ambayo ulikuwa umenena hii ndoa itavunjika, tunakuingusha chini ya mchana wa leo, na tunakataa na tunakanusha maneno yako Bwana.
Bwana, katika jina la Yesu, hao watoto ambao wamekataa kusikia sauti ya wazazi, Bwana, tunaomba sasa wakasikie sauti yako mahali popote walipo, walio mbali na walio karibu. Tunatuma sauti yako katika jina la Yesu, na tunanena ya kwamba wakati na wakasikia sauti yako hao ambao wamepotelea katika madawa ya kulevya, ya kwamba Bwana wamepelekwa hata hospitali imeshindikana. Bwana, tunaomba ya kwamba mchana wa leo hii sauti yako iwafikie mahali popote walipo katika jina la Yesu. Tumekataa kupoteza watoto wetu, tumekataa kupoteza watoto wetu katika madawa ya kulevya. Bwana, tunakataa kupoteza watoto wetu katika uasherati. Bwana, katika jina la Yesu, tunakataa kuzaa na kulea kisha hao watoto wanatuponyoka. Maandiko yanasema ya kwamba watoto ni baraka katika maisha yetu. Tunakiri baraka hiyo Bwana, katika jina la Yesu. Hatutalia tena, hatutalia tena kwa sababu watoto wetu wanauawa. Hatutalia tena Bwana kwa sababu watoto wetu wamekataa kutusikia. Bwana, hatujui hata tunalea nini walio wadogo, lakini tunakulilia na kukuomba ya kwamba ni kwa sababu una uwezo na unayo nguvu, hiyo sauti na hiyo mamlaka ambayo imeinuka kutumalizia kizazi. Bwana, tunakataa hawa vijana, tunaomba ya kwamba watatumika nasi katika haya madhabahu, watatumika nasi katika hii nyumba. Bwana, tunaomba ya kwamba mchana wa leo utaonekana kwa sababu ya vijana, hata wale wanaovuta bangi kwa siri, hata wale wanaovuta madawa ya kulevya kwa siri. Bwana, katika jina la Yesu, Bwana, katika jina la Yesu, kwa pitia mamlaka umetupatia, tunaangusha kila ngome ambayo imeinuka kutumalizia kizazi. Tunakataa katika jina la Yesu watoto wetu kutotii hata walimu shuleni, hata kutosikia wanalofunzwa. Bwana, tunakataa katika jina la Yesu. Hawa watoto tunakataa na wao, hawa watoto tunasema ni wetu katika jina la Yesu. Bwana, kanisa haitawachona wamama wazee tu. Kanisa haitawachona wazee peke yao. Ati watu tunaweza kuona makanisani ni wazee wenye mikogojo, tumekataa. Ati kanisani wale watu wanaweza patikana katika maombi ni wamama wazee. Bwana, tunakataa katika jina la Yesu wasichana wetu kupata mimba za mapema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba wale watoto wote wameitanishwa na haya madhabahu, Bwana, tunakataa na wao katika jina la Yesu, na makundi yote yanaweza kutumika kuwapoteza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tuyainukia asubuhi na mchana wa leo katika jina la Yesu Kristo. Kila madhabahu ambayo imeinuliwa kumaliza kizazi cha wasichana, ya kwamba Bwana, tunaona wasichana wanapotea na kisha baadaye wanapatikana wamekatwa vichwa. Bwana, tunakataa katika jina la Yesu. Wanapatikana wamekatwa mikono. Tunakataa katika jina la Yesu. Wengine Bwana wanauawa kinyama, tunakataa katika jina la Yesu. Tunakataa vijana kuuawa, wanapatikana mitoni, tunakataa, wanapatikana mitaroni, tunakataa katika jina la Yesu. Tunatangaza watoto wetu ni baraka. Tunatangaza watoto wetu wakisoma watafaulu katika jina la Yesu. Wengine
Wengine tumeuza mali yetu watoto wasome. Wengine tumechukua mikopo watoto wasome. Wengine Bwana tumechukua madeni, lakini yote inatuacha kwa shida, kwa sababu hata wale watoto tulikuwa tunasomesha sasa wameondoka na wametuacha na kilio. Bwana, nimekataa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana, ninakataa kulea Dani na Ephraim na baadaye wanaondoka katika mikono yangu. Ninakataa kulea Dani na Ephraim na kisha baadaye wanaponyoka wanaenda katika ulimwengu. Bwana, ninaomba ya kwamba hawa watoto wangu wawe baraka na wawe furaha katika maisha yangu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ninakataa katika jina la Yesu. Watoto wangu wabarikiwe wakitoka na wakirudi. Abduction za watoto tunakataa. Kutekwa nyara kwa watoto tunakataa katika jina la Yesu. Hata wale wanaotumika katika haya madhabahu, ninawanenea asubuhi mchana wa leo ya kwamba wote wanaotumika mahali hapa, wa kwamba wajaze na nguvu za Roho Mtakatifu, waweze kutofautisha kutenda mema na kutenda mabaya katika jina la Yesu. Tunakataa vijana wanaotumika kwa kujichanganya katika madhabahu haya katika jina la Yesu. Tunaomba ya kwamba moto wa Roho Mtakatifu ukawashukie sasa wanaojichanganya, wanaochanganya kazi ya Bwana katika jina la Yesu. Roho wa Bwana akawasikie sasa. Roho wa Bwana akabadilisha mawazo yao na wakafanya uamuzi wa kumtumikia Bwana katika roho na kweli katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, tumekataa kulea vijana katika madhabahu haya na kisha baadaye wanatuponyoka katika jina la Yesu. Tunafunga kila milango, tunafunga kila milango ambayo imefunguka kutunyang'anya wa vijana na wasichana katika jina la Yesu. Bwana, tumechoka kila saa kuomba kwa sababu ya watoto. Tumekataa Bwana kuomba kwa sababu ya ndoa ambazo hazibadiliki. Bwana, si umetupa nguvu na mamlaka ya kunenea katika jina la Yesu Kristo. Wengine wetu hatukukuwa na jina, wengine wetu hatukukuwa na heshima, wengine wetu tulitoka kwa jamii zilizoitwa majina mabaya, wengine wetu tuliotokotwa katika pombe, wengine wetu tulitokotwa katika hali haingependeka kwa macho ya mwanadamu. Lakini Bwana, kwa upendo wako ulio mwingi Bwana, ukatuita na ukatusafisha Bwana, ukatuita na ukatufanya wa kukubalika machoni mwako. Ndipo sasa ninasema ni asante na kusema uinuliwe na hata uabudiwe. Asante Bwana kwa ndoa umetupatia. Tumekataa kunyang'anywa waume wetu. Tumekataa waume wetu kudanganyika na kisha kuacha ndoa zao katika jina la Yesu. Waume wote ambao wametoka katika njia na wameondoka katika ndoa wakawacha wanawake wakilia, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunawatangazia wakasikia sauti, ambao wameondoka wakarejea katika ndoa zao katika jina la Yesu. Wale waliondoka kwa sababu kulikuwa na magonjwa imewafika mwisho, wale waliondoka kwa sababu ya ukosefu wa kazi, Bwana ukawarejesha katika jina la Yesu. Bwana, tunakuinua Bwana, tunakuabudu katika jina la Yesu. Tujazilie Bwana ya kwamba wakati wote tunakutafuta unapatikana, wakati wowote tunakuita unaitika. Tunakataa kukuzoea Bwana katika jina la Yesu. Tunakataa ibada iliyo baridi, tunakataa kutotambua sauti ya Roho Mtakatifu miongoni mwetu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana, tunakushukuru. Si Bwana umetuambia ya kwamba
Bezraeli na Horiabu uliwapa roho ya hekima na roho ya ubunifu, ukawasaidia ya kwamba wakatengeneza vyombo vya hekalu kwa hekima iliyo ya juu, na vyombo hivyo vikafurahisha macho kwa sababu ni wewe ulipeana hekima. Bwana, tumejaribu biashara zimeshindikana. Wengine tumeanza biashara haiendi mwezi mzima. Wengine tunaweka hatujui inaenda wapi. Tunaomba utupe ubunifu unaotokana na wewe. Tunaomba utupe ubunifu Bwana, ili ya kwamba tunapokuja katika ibada tunaabudu na kukusema ya kwamba umetutenda mema. Bwana, tumechukua madeni yametukandamiza, si utufungue kutokana na hivi vifungo katika jina la Yesu. Bwana, watu hawa wako ninaomba ya kwamba kwa sababu umewajaza na nguvu ya Roho Mtakatifu, utawapa roho ya ubunifu, utawapa roho ya hekima, ya kwamba kila jambo watapanga na watanuia kufanya lifaulu. Wakikutafuta Bwana upatikane kwa sababu yao. Wakikuita Bwana uitike kwa sababu yao. Kuna mmoja anajaribu kuacha tabia imekataa, Bwana msaidie. Wachilia maneno ya hekima kinywani mwa huyu dada, maneno ya hekima juu ya huyu ndugu katika jina la Yesu. Hayo matusi yameshindwa kuacha, Bwana umbadilishie. Hayo maisha ya kale yamemshinda kuacha, umsaidie katika jina la Yesu, maana hakuna anayeweza usipomsaidia katika jina la Yesu. Bwana, hata tukiingia katika wiki ya maombi, ninaomba ya kwamba watahisi nguvu zako, watahisi mtembeleo wa Roho Mtakatifu, na wajue jinsi ilivyo tamu kuwa na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu anatusaidia kupumzisha mizigo, anatusaidia kubeba mizigo yetu katika jina la Yesu. Tunakupenda na tunakudhamini Roho wa Bwana. Tunafungua mioyo yetu Bwana, ututumikie, utuongoze na utusaidie kukubali kurekebika, maana hatuwezi. Sisi ni wadhaifu Bwana. Tunaongea mbaya mara mingi Mungu wetu. Tunaishi vile tunataka. Tunaishi vile tunataka tu. Bwana utusaidie ya kwamba maisha yetu itakuwa tofauti na ya wale ambao hawajaokoka. Tusiishi tu ni kwa sababu watu wanaishi. Bwana utusaidie maisha ya kuishi vile tunataka, kuongea vile tunataka. Bwana utusaidie. Isiwe kazi ya msalaba ilikuwa ya bure katika jina la Yesu. Tusaidie kusamehe, tusaidie kudhamini mmoja na mwingine. Hii kazi umepeana tu, wewe ndio utakuja kulipa. Hakuna aliye wa dhamana kuliko mwingine. Sisi ni wako, ulituumba kwa mfano wako, na kila mtu umemgawia kadri na uwezo wake katika jina la Yesu. Tusaidie, tupungue, uongezeke ndani yetu, ya kwamba hii kazi tunafanya ili ya kwamba Bwana pasiwe na mmoja atajiinua, pasiwe na mmoja ataonekana wa dhamana kuliko mwingine, lakini tudhaminiane moja na mwingine. Nione mtoto wa yule mwingine ni mzuri kuliko wangu katika jina la Yesu. Bwana, tunakushukuru hata kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya, hii ambayo ulitupatia, na tuko na haki ya kuishi katika nchi hii. Na kwa sababu Bwana tunapitia katika hali ngumu, tunapitia hali ambayo inachangia hata sasa tunazungumza maneno ambayo si mazuri. Ni kweli Mungu, tumeongea, hatuwezi sema hatujaongea. Bwana, hata sasa kwa mawazo yetu tunawaza. Tunaomba ya kwamba kama nchi ya Kenya utukumbuke na utuhurumie. Si ulisikia kilio cha wana wa Israeli walipofinyiliwa wakiwa Misri? Na maandiko yanasema ya kwamba ukasikia kilio chao na ukawatumia msaada.
tutumie msaada kama nchi ya Kenya. Oh Bwana, utusaidie. Bwana, utuhurumie. Wasichana wetu wanauawa mauaji ya kinyama, ni kwa sababu Bwana imefika mahali hatudhamini uhai, hatudhamini watoto wa wengine. Bwana, tuhurumie, utuondolee mauaji hayo ya kinyama. Utuondolee ya kwamba tumejawa na hofu, hata watoto wetu hatutaki wakae mbali nasi. Ni kwa sababu hatujui ni hatari gani inaweza ikawapata. Oh Bwana, utusaidie katika jina la Yesu. Hata wazazi, wanaume wanaondoka wanakosa kurudi. Wamama wengi wamewachwa wajane, wengi kwa sababu ya kuua watu. Oh Bwana, tusaidie ya kwamba waume wetu wakiondoka kuelekea kazini warudi salama. Wake wetu wakiondoka warudi salama. Watoto wetu wakiondoka warudi salama. Bwana, katika jina la Yesu tunaombea hata uchaguzi ulioko mbele yetu, ya kwamba Bwana, ni kweli tumeshuhudia umwagikaji wa damu kwa kiwango cha juu sana, lakini Bwana, si damu yako ilitosha. Tunaomba ya kwamba isimwagike nyingine. Ni juzi tu tulikuomba kusiwe na maandamano na Baba yetu ukatutendea. Ni juzi tu tulikuomba pasife mtoto na ulitusaidia. Oh Bwana, ni nini hauwezi ukafanya? Usiruhusu nchi hii yetu iwe inasotwa kidole kwa sababu ya umwagikaji wa damu. Na kila madhabahu inainuliwa katika nchi hii, oh Bwana, isipate nguvu na isipate nafasi. Na kila mikutano Bwana inayokutanwa wakati wa mchana ama wakati wa usiku, tunaipinga na tunaikataa katika jina la Yesu. Kwa hivyo Bwana, tunanenea kaunti zetu zote 47 amani, ya kwamba uchaguzi utakapofika tusaidie kukaa kwa umoja na kwa maelewano. Tujue ya kwamba uchaguzi huja na unapita, lakini Bwana, wewe unabaki na sisi tunabaki kuwa mmoja na mwingine kama marafiki na majirani. Tunakushukuru na tunakuinua. Tunakabidhi wiki hii inayokuja mikononi mwako, ya kwamba Bwana, tunapoendelea na maombi tutakuona ukitutembelea kwa njia kubwa. Utatembelea maisha yetu, utabadilisha maisha yetu, utafanya Bwana nia zetu zibadilike. Tunakupenda na tunakuinua. Kwa hivyo utatufungua na utatupa mzigo wa maombi. Pokea sifa na shukrani, ni kwa sababu wewe ni mwema. Kuna wenye wamelala hospitalini, kuna wale wamelala manyumbani, ni wagonjwa Bwana, wametafuta misaada imewashinda. Wameingia kila mlango wa hospitali. Wengine wamerudishwa ni kwa sababu wanaambiwa wanangoja siku. Wengine wamefungiwa hospitali ni kwa sababu wameshindwa kulipa bills. Bwana, tunaomba uwatumanie. Walio wagonjwa ukawaponye, waliofungwa ukawafungue katika jina la Yesu. Hata walioko jela na wengine watu wao wamepotea hawajui waliko. Bwana, fanya njia ili amani ipatikane katika hiyo jamii kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. Barikiwe sana.